Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa baada. Naam, ndugu zangu watazamaji wapendwa, kabla sijaingia kuzungumzia msimamo wa Sheikh Yusuf kusema kwake kuwa maulidi si bid'a, bali maulidi ni jambo ambalo lina ikhtilafu ndani yake, kwanza ningependa nizungumze na madugu zangu wale ambao tuko katika mdengo mmoja, ya kwamba bado mimi niko katika tarika. Mbona hatukuoni katika maulidi, hatukuoni miaka yote, hatukuoni utakuwa kwenye maulidi pengine mamoja au mawili tu? Ni kwa sababu ya dhurufu, na dhurufu zenyewe si zangu za kibinafsi, ni dhurufu za kusaidia mujtama. Mbona basi wajengea misikiti, wajengea madarasa? Hata hivi sasa niko na shekhi mmoja hapa wa tarika hivyo, kazi yako kujengea mawahabi misikiti. Mimi huo ndo msimamo wangu. Msimamo wangu ni kuwa mimi ni mtu wa tarika, lakini katika kusaidia nasaidia watu wote. Uwe ni mtu wa kusoma maulidi, uwe ni mtu wa kupinga maulidi, uwe ni msikiti wa kupinga maulidi, uwe ni msikiti wa kusoma maulidi, iwe madrasa. Almuhimu wawe wale wasimamizi wa pale hawana taasub, hawatoi maneno machafu kutukana. Ikiwa wamekaa kwenye misikiti yao wanahutubu hutuba za kujenga mujtamai, na hata wakija kuzungumzia masala haya ya mambo maulidi na nini, wanazungumzia kwa njia ambayo kwamba si ya chuki, wanazungumzia kwa njia ya tabiin, kuwabainishia tu wale wanafunzi, au ikiwa ni msikitini kwenye hutuba kuwabainishia tu kwa sisi hatusapoti hili na dalili ni hii na hii na hii, haina shida, mkawazungumza si kwa njia ya chuki. Lakini kuna baadhi ya misikiti ukienda pale utakuta imam pale kwenye mimbar anatukana, anatusi pale, labda ni bahati mbaya na sikujua mambo mengine. Huwa mimi sipendelei kushirikia, maana kama nitakuwa nachangia katika chuki. Kisha pia hatuwezi kuwa mbali ati sisi watu wa tarika na wa kusoma maulidi na watu ati hatuwezi. Na tutamuona yule shekhe mwenye msimamo mkali anayepanda juu ya mimbari akatukana, akatusi, akawaita watu wa maulidi mfano ni majambazi, watu wa maulidi sijui ni mushrikina, akishuka juu ya mimbari, ikifika kwa taruhusu utamkuta kwa pamoja na watu wa maulidi. Akifika kwenye matanga, kwenye mazishi wako pamoja, sio kwa pamoja wamesimama piga story mpaka makambaja mpaka kubusiana. Sasa vipi? Huyu ni mushriki, huyu hafai kufuatwa, huyu hafai atengwe. Hata juzi nimeiona picha nyingine ya kitambo, mashekhe wawili, mmoja wa tarika, mmoja wa kupinga maulidi, wapigana makambaja, jamaa waisambaze. Katika kusaidia kwangu mimi siangalii mirengo ya kidini wala ya kisiasa. Mimi ninachokiangalia ni ile shida. Nimeitwa, kuna madrasa hii ina shida, nikiangalia ni kweli ina shida, ya poromoka kweli, ya vundika kweli, au hakuna madrasa kabisa pale, watoto wasoma chini ya mti, niliambiwa hivyo na ni kweli. Ikifika kakuta bako chini ya mti pale, si waulizi mimi nyinyi mawahabi, nyinyi tarika, swali hilo siulizi. Ni mgonjwa, nimekwenda nimemkuta mgonjwa maskini, ingawa tumefunga mambo ya wagonjwa hivi sasa kwa sababu ya fitna na fili nilielezea, ni mpaka tutakapokujipanga vizuri. Nikienda pale siulizi huyu tarika, huyu ni wahabi, huyu ni mshia, la, naangalia ile shida. Nikisha kumuona ni mgonjwa kweli, yuaumwa kweli, msaidia. Ni watu wataka kisima, nikifika pale kwenye kijiji sema hiki kijiji cha wahabi, hiki kijiji cha tarika. Ninachokiangalia mimi, je, hawa ni kweli wana uhaba wa maji? Ni kweli wana changamoto ya maji? Ni kweli. Basi mimi naangalia ile shida ile, siangalii wahabi. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.